Napenda kuanza hotuba yangu kwa kumshukuru Mungu kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kujumuika pamoja katika uzinduzi wa jengo maalum la viongozi wakuu wa nchi Presidential Pavilion katika kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Julius Nyerere. Aidha, nawasilisha kwenu salamu za upendo kutoka kwa mwenyekiti Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ndiye aliyealikwa hasa kufanya shughuli hii, lakini Mheshimiwa Rais akaamua kunituma mimi. Mheshimiwa Rais anawapongeza sana kwa jitihada kubwa katika ujenzi wa nchi yetu kimaendeleo na hususan katika miundombinu ya usafirishaji na usafiri, uwekezaji na teknolojia. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan imedhamiria kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo ukamilishaji wa mradi huu wa jengo maalum la viongozi wa nchi. Kama mnavyofahamu, kiwanja cha ndege ni lango kuu linalowezesha wageni kuona kwa mara ya kwanza sura ya nchi yetu. Hivyo hili ni eneo ambalo linaitangaza nchi yetu ulimwenguni. Kwa mantiki hiyo, uwepo wa jengo hili la kisasa kwa ajili ya mapokezi na safari za viongozi wakuu wa nchi na wageni mashuhuri ni fursa muhimu katika kujenga taswira ya nchi na kuimarisha diplomasia, itifaki na mahusiano ya kimataifa. Kama nilivyokwisha eleza, jengo hili la kwanza na la aina yake kwa nchi za Afrika Mashariki lina uwezo wa kuhudumia ugeni wa viongozi wakuu watano kutoka nchi tofauti wanaoingia na kutoka nchini kwa wakati mmoja. Hivyo ninaitaka mamlaka ya viwanja vya ndege kusimamia kwa umakini matumizi ya jengo hili, kuhakikisha linatunzwa ipasavyo na kudumisha viwango na ubora wake. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi mlioko hapa, serikali imejizatiti kuhakikisha sekta ya uchukuzi inaimarika, kwani ufanisi katika huduma na uchukuzi unaliweka taifa letu kwenye nafasi nzuri ya ushindani wa kibiashara. Unatuongezea mapato ya fedha za kigeni na kukuza mchango wa sekta hiyo katika pato la taifa. Pamoja na ujenzi wa jengo hili, serikali ya awamu ya 6 imejipanga kikamilifu kuendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya kisekta kama ilivyoainishwa katika Dira ya Maendeleo ya Taifa ya mwaka 2050 na mpango wa miaka 5 wa maendeleo ya taifa 2026-27, 2030-31 na ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya 2025. Hivyo serikali itaendelea kuboresha miundombinu na huduma mbalimbali katika viwanja vya ndege na huduma za usafiri wa barabara, usafiri wa majini na usafiri wa njia ya reli. Pia uboreshaji wa huduma za kampuni za ndege Tanzania ATCL kwa lengo la kuboresha usafiri wa ndani, kuunganisha nchi yetu na nchi nyingine na kupunguza gharama za usafirishaji na kuimarisha uchumi wa Tanzania na biashara za kimataifa. Aidha, ili kuboresha huduma za usafiri na usafirishaji, serikali imedhamiria kuunganisha huduma za sekta ya uchukuzi, multimodal transportation. Katika kutekeleza hilo, serikali inaendelea na uunganishaji wa huduma za viwanja, huduma za viwanja vya ndege, usafiri wa barabara, maji na reli. Mathalan, mradi wa kimkakati unaoendelea wa ujenzi wa barabara ya mwendokasi BRT kati ya eneo la Posta na Gongo la Mboto kilomita 23.6 utaunganishwa na kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Julius Nyerere ili kurahisisha huduma za usafiri katika jiji la Dar es Salaam. Hali kadhalika, hatua za utekelezaji zinaendelea ili kuhakikisha huduma za reli zinaunganishwa na viwanja vya ndege vya kimataifa, hususan kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Julius Nyerere, kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Msalato na kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Kilimanjaro. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, jitihada hizi kubwa zinazofanywa na serikali zinalenga kurahisisha huduma za usafiri na usafirishaji ili kuchochea ukuaji wa uchumi kitaifa na kikanda. Hii inatokana na fursa za faida ya kijiografia za nchi yetu ambayo ni lango kuu la biashara la nchi zaidi ya 8 zilizopo kusini, mashariki, kati ya bara la Afrika na kiunganisha bara letu na nchi za Mashariki ya Kati na mbali. Hivyo ni dhamira ya serikali kuendelea utekelezaji wa miradi mbalimbali ya kimkakati ikiwemo ujenzi wa reli ya kisasa standard gauge kwa vipande na maeneo yote yaliyobaki kuelekea Tabora, Mwanza, Kigoma hadi Msongati huko Burundi. Pili, uboreshaji wa bandari ya Dar es Salaam
gati namba 12 mpaka 15 na bandari nyingine za kimkakati za Tanga, Mtwara, Kisiwa Mgao, Mbamba Bay, Kigoma na Bagamoyo. 3, uboreshaji wa reli ya mamlaka ya reli Tanzania na Zambia TAZARA kutoka Kapirimposhi hadi Dar es Salaam. Ujenzi na ukarabati wa barabara za lami zinazounganisha Tanzania na nchi jirani, na pia ujenzi na ukarabati wa viwanja vya ndege vikiwamo Msalato, Kilimanjaro na Mwanza. Lakini pia ujenzi na ukarabati wa meli katika maziwa makuu na ununuzi wa ndege mpya 6 za kisasa za kampuni ya ndege Tanzania ATCL. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, uwekezaji wa serikali katika sekta ya uchukuzi umeleta manufaa makubwa. Mathalan, mchango wa sekta ya uchukuzi katika pato la taifa uliongezeka kutoka 7.2 mwaka 2023 mpaka 7.5 mwaka 2024. Kasi ya sekta ya uchukuzi iliongezeka kutoka 4.1 mwaka 2023 hadi 4.2 mwaka 2024. Na katika kipindi cha hivi karibuni, robo ya kwanza na robo ya pili ya mwaka 2025 ilikuwa kwa wastani wa 5.4. Hivyo kwa kiasi kikubwa ongezeko hili limechangiwa na uwekezaji katika upanuzi na mtandao wa barabara, uboreshaji wa bandari, huduma za anga na maendeleo ya reli. Aidha, mafanikio katika sekta hii yanajumuisha ongezeko la mizigo inayohudumiwa katika bandari zetu kutoka tani milioni 27.55 mwaka 2023-24 hadi tani milioni 32.75 mwaka 2024-25. Ongezeko la abiria katika viwanja vya ndege kutoka abiria milioni 5,252,053 mwaka 2024 hadi abiria milioni 5,466,882 mwaka 2025. Na ongezeko la abiria kutoka milioni 1,123,696 mwaka 2023-24 hadi milioni 1,178,025 mwaka 2024-25. Napenda niwahakikishie kuwa serikali itaendelea kuwekeza katika sekta ya uchukuzi ili kuchagiza zaidi ukuaji wa uchumi wetu. Pamoja na serikali kuendelea kuwekeza katika sekta ya miundombinu na huduma za sekta ya uchukuzi, na wakumbusha kuwa uwekezaji huu ni wenye gharama kubwa sana. Hivyo sote tunawajibika kuilinda na kuitunza miundombinu hiyo kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Tukumbuke uwekezaji huu ni jasho letu wa Tanzania. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, kabla sijahitimisha hotuba yangu, naomba niruhusu nitumie fursa hii kuipongeza kwa dhati Wizara ya Uchukuzi na Mamlaka ya Viwanja vya Ndege kwa kusimamia kikamilifu mradi huu na miradi mingine ya serikali inayoendelea kutekelezwa kwa viwango vya ubora unaozingatia muda na thamani ya fedha. Hongereni sana. Baada ya kusema hayo, kwa niaba ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ninayo heshima kubwa kutamka rasmi kwa jengo maalum la viongozi wakuu wa nchi na wageni mashauri katika kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Julius Nyerere limezinduliwa.